Inashangaza, 92% ya watu wanaoweka malengo ndani ya mwaka mpya hawayakamilishi. Kwa hiyo 8% pekee ndio wanaoyakamilisha. Sasa ili usiwe kati ya hao watu 92%, maana yake nini? Maana yake sikiliza hii video mpaka mwisho ili uweze kuelewa concept ya msingi sana, inaitwa the compound effect. Concept hii inawafanya, kwa sababu watu wengi hawaifahamu, sasa basi wanajikuta wanashindwa kukamilisha malengo yao. Ngoja nikwambie katika lugha nyepesi. Kati ya watu 100 ambao wanaweka malengo mwaka mpya unapoanza, watu 92 pekee wanafeli. Alafu watu 8 tu ndio wanaofanikiwa. Kwa kati ya watu 100, watu 8 tu ndio wanaotoboa. Sasa mwaka 2026 usiwe kati ya watu 92 ambao wanashindwa kukamilisha malengo yao. Kuwa na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na kama unamfahamu mtu yoyote ambaye unamjua mshikaji wako, unasema nataka nikupe zawadi mwaka 2026. Zawadi hiyo mtagi katika video hii, kwa sababu nakuhakikishia mshikaji wako, rafiki yako atakamilisha malengo yake kwa kusikiza hii video mpaka mwisho. Twende pamoja. Hii concept inaitwa the compound effect. The compound effect ni maana yake nini? Maana yake hivi, mafanikio yoyote yale hujengwa polepole. Matendo madogo madogo unayoyafanya kila siku huwa huleta matokeo makubwa na ya ajabu. Unayemwona yeyote ambaye ana matokeo makubwa ya ajabu, ana kipato kizuri, ana mwili mzuri, amefanikiwa, okay, katika jambo lolote, jua kwamba alikuwa anafanya matendo madogo madogo kila siku, ambayo haya matendo yakajijumlisha yakaleta matokeo makubwa. Ila watu tunaona yale matokeo makubwa ya mtu alionayo. Sikiza hii sasa. Mabadiliko hayaji kwa mkupuo mmoja. Umeamka asubuhi, mwili mzuri. Hapana. Mabadiliko yanakuja kwa kujumuisha matendo madogo madogo ambayo unayafanya kila siku. Sasa the compound effect ina misingi mitatu ya msingi sana, ambayo hiyo misingi mitatu ndiyo inayoweza kukupa matokeo makubwa mwaka 2023. Twende pamoja. Msingi wa kwanza ni maamuzi. Maamuzi, choices. Maamuzi ambayo unayafanya kila siku. Ukifanya maamuzi mabaya au machaguzi, niseme machaguzi, sio maamuzi, machaguzi. Ukifanya machaguzi mabaya kila siku, unapata matokeo hasi. Na ukifanya machaguzi mazuri kila siku, utapata matokeo chanya. Tunarudi pale pale. Machaguzi mazuri kila siku unaoyafanya, baada ya muda huleta matokeo chanya. Machaguzi chanya huleta matokeo chanya. Machaguzi hasi huleta matokeo hasi. Ila point, unayoyafanya kila siku. Swali ni lapi? Kama unataka kuwa na mwili mzuri, swali la kujiuliza, unakula nini leo? Kwa sababu ukila takataka kwa sauti ya Koi Mzungu ukila takataka tarehe 1 mpaka tarehe 30, ukijumlisha utakuwa umekula matakataka 30. Ukijumlisha kwa miezi mitatu utakuwa umekula matakataka 90. Ukijumlisha kwa miezi ukijumlisha kwa miezi 12 utakuwa umekula matakataka 365. Maana yake huo mwili wako automatic utakuwa takataka kwa sauti ya Koi Mzungu. Lakini vile vile unaangalia nini? Unachokiangalia, maamuzi ya kuacha kuangalia taarifa ya habari ambayo iko hasi, ukaamua kusikiza kitu chanya. Ukisikiza kitu chanya leo, kesho, vikijijumlisha, baadaye unakuwa smart, unakuwa una hofu na kadhalika. Nionyeshe mtu mimi ambaye ana paniki, ana hofu, ana uhakika wa maisha yake, nakwambia anasikiliza nini kila siku? Maamuzi anayoyafanya kila siku. Unasikiliza nini? Unaangalia nini kila siku? Manake maamuzi madogo madogo unayafanya kila siku, baadaye huja kuwa matokeo makubwa. Ndondondo si chururu, chururu si ndondondo. Kwa kitu cha kwanza, maamuzi. Andika hapo neno kwenye komenti, maamuzi. Okay? Jambo la pili ni tabia. Okay? Tabia ni nini? Swali zuri, Tabia
ni matendo yanayojirudia. Ukirudia kitendo fulani kwa muda mrefu, kinaingia ndani, kinakuwa tabia yako. Tabia. Maana swali ni nini hapa? Swali, una tabia gani ambazo zinaathiri kipato chako au zinakuza kipato chako? Una tabia gani ambazo zinaathiri afya yako? Tabia, vitendo unavyovifanya kwa kujirudia rudia. Msingi wa tatu ni mwendelezo. Mwendelezo. Matokeo hayatokuja haraka ila yatakuja. Okay? Matokeo hayatokuja haraka ila yatakuja. Sawa? Mwendelezo ni zaidi ya hamasa. Kumbuka jamani, unafanya nini kila siku? Narudi pale pale kwamba, narudi hapa, sawa? Mabadiliko kwenye chochote hayaji kwa mkupuo, yanakuja kwa kufanya kidogo kidogo kila siku. Watu wengi sasa, hawa 8% ambao huwa wanashindwa kukamilisha malengo yao, wengi hawana uvumilivu, wengi hawana nidhamu, wengi naongelea 98%. 98% ambao wanashindwa kukamilisha malengo yao, wengi wanapenda shortcut. Okay? Wapate matokeo boom. Wengi wanaacha mapema, wanakosa mwendelezo. Wengi wanataka matokeo kabla ya mchakato. Narudia, wengi wanapenda shortcut. Manake yani hivyo. Wengi huacha mapema, wengi wanataka matokeo kabla ya mchakato. 8%, wengi ni wavumilivu, wengi wana nidhamu, wengi wana long term thinking. Long term thinking. Ndio maana mimi naamini kwamba it's a marathon. Okay, sasa na hope umepata kitu katika video hii. Nataka nikwambie kitu cha muhimu niche hapa. Hii sio kwa ajili ya kila mtu. Nasemaga kila siku kwamba kama wewe unataka kuwa kati ya watu ambao wanataka kuwa katika movement ya kutengeneza mamilionea, yani watu 1000 ambao wanaingiza milioni 10 kwa mwezi kwa kusambaza bidhaa za afya. Mimi na vision ya miaka 5 kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2030 ya kutengeneza zaidi ya watu 1000 ambao wataingiza milioni 10 kwa mwezi kwa kusambaza bidhaa za afya. Kama wewe unataka kuwa part ya movement, utakomenti katika namba yangu ya WhatsApp. Please, namba ya WhatsApp, sio kwenye comment. Namba ya WhatsApp. Andika nipo tayari, au andika mamilionea 1000. Andika kwenye namba yangu ya WhatsApp. Nitakutumia information, nitakuweka kwenye seminar zangu, na seminar za Google na seminar ambazo ni za live ambazo nazifanya. Okay? Lengo ni kubadilisha maisha ya kiuchumi. Sasa point ni hapa. Ukiona elimu ni ghali, basi jaribu ujinga. Ujage mindset hapa. Hope umepata kitu.